Kumchagua Manara amefanya vizuri kuwa msemaji wa timu zote za taifa. Lakini ni ushambanization aliyoufanya kwa sababu kuna watu wengi ambao wanahitaji hizo chance, umeelewa? Of course anaweza akawa anajua sana kusema, lakini je, umewapatia watu wote nafasi ya kujielezea na kuweza kuona yupi anayestahili? Kwa sababu Manara unamzungumzia diwani. Kwa hiyo diwani hatosikiliza matatizo ya wananchi wake kwenye mtaa wake ambao anatakiwa kusimamia, aende kuzisemea timu za taifa. Kwa hiyo mimi nadhani kumtafuta msemaji wa timu zote sio dhambi, ila umemtafuta nani? Kuna kina Tobias Kifaru, umeelewa? Ni msemaji mbaya. Why Manara? Timu ya taifa ya Tanzania ya Serengeti Boys vijana chini ya umri wa miaka 17 kwenye michuano ya AFCON kule wametinga katika hatua ya finali. Kwanza nini ambacho unakiona kwao na nini pengine ungeweza kuwazungumzia mpaka kufika hatua hiyo? Kwanza kabisa ni wapongeze. Nimeona wameonyesha spirit ya hali ya juu sana. Yaani wamepambana sana. Umeelewa? Na wamehakikisha wanaenda hatua ya finali na wamefanikiwa. Kwa mara ya kwanza under 17 anaenda hatua ya finali. Hatukuwahi kufika hata robo finali. Lakini kipindi hiki kwanza wametusurprise. Wamekuwa ni timu yako, ni taifa la kwanza kuqualify kombe la dunia ya vijana under 17 Tanzania. Wamekuwa ni wa kwanza kwenye zile timu, yale mataifa yote yalikuwa yanashiriki AFCON. Wao ndo wamekuwa wa kwanza. Pili, mechi zote walizocheza wameruhusu goli 2 tu. 3 wameenda mpaka finali. Maana yake kuna kitu ambacho wanatakiwa wapewe muda wa kuweza kukionyesha kile kitu na kukiendeleza. Tunafanyaje? Ni kuhakikisha wale vijana wanapata muda mwingi wa kucheza, wanapata timu ambazo ni sahihi, yasichukuliwe wakaenda kuwekwa benchi kwa sababu ni tegemeo la kesho kutwa. Kesho kutwa hapa mwaka 2027 tuna host AFCON. Vijana angalia jinsi walivyokuwa wanapambana. Dakika za mwisho Misri ni kama aliomba mpira uishe. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani tunachotakiwa kukifanya ni kuendelea kuwawekea mazingira mazuri, kuhakikisha wanakuwa na wakati mzuri katika upambanaji, wasije wakapotea kwa sababu kuna wengi wamepotea. Kizazi cha kina Dickson Job sasa hivi hatujui kiko wapi. Utamtafuta utampata Kibabage yuko Simba, Dickson Job yuko Young Africans, nani yule Kevin John yuko Canada kama sio Sweden. Ni wachache sana. Watafute wale ambao walienda wakachukua kombe la dunia Brazil, wale watoto wa mtaani. Kombe la dunia na watoto wa mtaani wakaenda kuchukua, wa Tanzania wakaenda kuchukua Brazil, si ndio? Mbele ya mataifa makubwa wakaja nalo hapa. Watafute sasa hivi. Huwezi kuwapata. Kwa nini? Kwa sababu walikosa misingi thabiti ambayo itaweza kuwafanya wao kuendelea kuonesha kitu, wapate chance hata kwenye nafasi ya vilabu kabisa, ili tuendelee kuwa na matunda na kizazi kiendelee kukua. Mwisho wa siku na sisi tuje kufanya maajabu kama alivyofanya Cape Verde kwa mara ya kwanza anaenda kushiriki kombe la dunia. Kwa hiyo unawezaje kwenda kushiriki kombe la dunia? Ni kuandaa mazingira hawa watoto ambao jana wameonesha maajabu wapate mwendelezo, wasiwe na nyakati mbaya, wapate uhakika wa kucheza, wapate uhakika wa matunzo, ili tutakapowahitaji sasa. Leo tunawazungumzia kina Samata ambao hatutakuwa nao kwenye AFCON ya mwakani, kina Mudathiri ya haya muda unakwenda, kina Shabalala, kina Kapombe washachoka. Kwa hiyo tunatengeneza vipi sasa kizazi kipi ambacho kitakuja kuwa at least kuja kuleta maajabu? Ndio hiki ambacho tayari kimeonesha maajabu kwenye AFCON. AFCON sio kwamba ni ya mataifa ya Afrika Mashariki. Maana ukizungumza Afrika Mashariki maana yake unaizungumzia Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania ambao tunalingana nao kwenye level. So unapoizungumzia AFCON maana yake unazungumzia hadi mataifa ambayo wachezaji wao wako kwenye academy za Ulaya. Unazungumzia taifa kama la Senegal, wachezaji wao wengi wako kwenye academy za Ufaransa. Unazungumzia Morocco, wachezaji wao wengi wako kwenye academy za Hispania na wengine wamezaliwa Hispania kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani tuendelee kuwaombea, kuhakikisha wanakuwa na wakati mzuri wenye mwendelezo ili kufanya vizuri zaidi. Mara nyingi nakuwa katika timu zetu za taifa za chini ya umri wa miaka 17 na vingine vya chini sio senior team, tunakuwa tunapata muamko sana pale ambapo wanakuwa kwenye madaraja ama kwenye nafasi ambazo kama hizi za finali ama nusu finali. Nini ambacho kinakosekana kwa Watanzania kuwa na muamko hasa kwenye timu zetu hizi za vijana? Performance, yani muendelezo wa performance ndio kitu ambacho kinawachanganya Watanzania. Jana nadhani kipindi wengi tulikuwa tunafuatilia zile mechi. Kwa nini ilivutia? Kwa sababu wamepambana. So muendelezo wa hao vijana
ndio utakao kuja tena kuwarudisha Watanzania wasifuatilie timu ya taifa. Wameperform vile. Tunajua wanaenda kombe la dunia. Ina maana wataendelea kufuatiliwa. Unaona? Wakienda pale tena siku wakipata chance wakiboronga ndio unakuwa umewatoa Watanzania wengi kwenye sisi Watanzania wengi wao sio watu wa mpira. Umeelewa? Kwa hiyo sisi tunafuata pale mafanikio yalipo. Huo ndio ukweli. Lakini kama timu haina mafanikio, huwezi kuona mtu anaifuatilia hiyo timu, huwezi kuona mtu anafuatilia hao wachezaji, huwezi kuona kama hawana mafanikio. Lakini wakiwa na mwendelezo, kwa nini watu wengi wanafuatilia Senegal? Kwa sababu kama Senegal amekosa msimu huu, lazima msimu unaofuata atafanyaje? Atafanya vizuri. Na Senegal ataenda kuhakikisha anawatrain wale wachezaji wake kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye fomu. Yaani wanaenda kujiuliza wapi walikosea. Lakini hapa tuna uswahili mwingi sana, umbea sana. Yaani tunashindwa kusimamia wale walimu ambao wamepewa hii timu kuisimamia ili waweze kufanya vizuri. Tunaanza kuwawekea vijiwe, tunawasema anataka hela kubwa. Wewe wakija hapa walimu wa kimataifa hamwapi hela kubwa. Anafanya kama vile sio Mtanzania. Yaani wewe aache kazi zake, ana familia yake, aje kufundishia kuikochi tu timu. Familia yake nyumbani ina njaa. Ni lazima umwekee, yani mtu yeyote ukitaka uendane na mtu yeyote ambaye anakufanyia kazi, ni lazima umwekee misingi thabiti kuhakikisha kwamba huyu mtu hawezi kutamani kwenda kwingine kwa sababu tayari mimi nimeisha mwekea misingi ambayo ni rafiki. Eliza, tumalizie kwa hiyo timu ya taifa ya under 17. Tumemwona waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda akimchagua Haji Manara kama msemaji wa timu zetu zote za taifa. Kwa hii hatua unaona Tanzania tukienda kufanya vizuri hasa na kuhamasika zaidi katika timu zetu za taifa? Kumchagua Manara amefanya vizuri kuwa msemaji wa timu zote za taifa. Lakini ni ushambanization aliyoufanya kwa sababu kuna watu wengi ambao wanahitaji hizo chance, umeelewa? Of course anaweza akawa anajua sana kusema, lakini je, umewapatia watu wote nafasi ya kujielezea na kuweza kuona yupi anayestahili? Kwa sababu Manara unamzungumzia diwani. Kwa hiyo diwani hatosikiliza matatizo ya wananchi wake kwenye mtaa wake ambao anatakiwa kusimamia, aende kuzisemea timu za taifa. Kwa hiyo mimi nadhani kumtafuta msemaji wa timu zote sio dhambi. Ila umemtafuta nani? Kuna kina Tobias Kifaru, umeelewa? Ni msemaji mbaya. Why Manara? Kwa hiyo sipingi uamuzi aliofanya, lakini mtu ambaye amemchagua, yani ni sawa, aliwahi kusema baba wa taifa, unawezaje kutoa maji kisimani unapeleka baharini? Ni ushambanization aliyofanya. Kwa nini wewe ambacho umekiona? Kitu ambacho nimekiona kuhusu nini? Yani kuhusiana na hilo, yani huenda akaelemewa na majukumu. Yule tambua kwamba ana tayari ameisha kuwa ni mtumishi wa watu kwenye kata fulani. Unamzungumzia mtu ambaye anatakiwa apeleke matatizo kwa mbunge kwamba mtaani kwangu mimi kwenye kata yangu napungukiwa 1 2 3. Sasa huo muda unakuta maji yamejaa kwenye mtaa, yeye ameenda kuisemea timu ya taifa. Kuna watu wengi ambao hawana hata majukumu makubwa. Tobias Kifaru yupo. Ni msemaji mbaya. Tobias Kifaru si alikuwa anaisemea Mtibwa vizuri kabisa. Sasa hivi si ana timu. Kwa nini asimpatie majukumu ya taifa? Yaani kwa nini umchukue mtu ambaye tayari, yani ni kama kwamba unamchukua mtu ambaye ana chakula ndani unaenda kumnunulia chakula. Ni ushambanization. Shukrani sana Eliza. Karibu.